Okay, hongera sana kwa kuonyesha ushirikiano. Nimeona watu wengi wako tayari. Kwa hiyo moja kwa moja twende kwenye hizi hatua tatu, na kwa leo nitaanza na hatua ya kwanza kwa sababu najua ina maswali mengi, na ninakupa nafasi ya kuuliza maswali mengi. Kama una maswali yako baada ya kuangalia video hii, basi uliza maswali. Maswali yako ni muhimu, kwani yatakujengea uelewa zaidi na yatakupa kujua zaidi namna ya kuweza kutokomeza changamoto hizi, hususani changamoto ya presha ya kupanda na changamoto ya kisukari. Sasa hatua ya kwanza ina vipengele vitatu ndani mwake, lakini kwa leo nitazungumzia kipengele kimoja tu, na hatua ya kwanza ni kubadili mfumo wa maisha. Kubadili mfumo wa maisha, na hapa tutazungumzia namna unavyoweza kubadili tabia yako, kwa sababu kuna tabia nyingi zinapelekea watu kupata presha, kupata kisukari. Hata hapa nimetoka kupigiwa simu na mtu kutoka Dar es Salaam. Kijana wake amezidiwa kwa sababu ya matumizi ya pombe na energy drink kwa muda mrefu. Kakimbizwa hospitali kupimwa, wanakuta sukari imepanda, kongosho ishafeli. Kwao hapa nitakuelekeza namna ya kubadili kutoka kwenye mtindo mbovu wa maisha uliokupelekea wewe kupata changamoto hizi za presha au kisukari, na nitakufundisha mtindo mzuri. Na kipengele cha kwanza nitaanza na lishe. Chakula unachotakiwa kutumia. Kama umedhamiria kupona kabisa maradhi haya, lazima tuanze kutatua mzizi wa tatizo, na mzizi wa matatizo haya ya presha na kisukari ni lishe. Moja ya mzizi ni lishe. Kwa hiyo hapa kipengele cha kwanza ni kubadili kutoka kwenye lishe mbovu uliyoizoea na kwenda kwenye lishe yenye afya, yenye uwezo wa kukutoa kwenye magonjwa haya ya presha na kisukari. Na hapa lishe nitakayozungumzia, nitazungumzia lishe ya ketogeniki. Lishe ya ketogeniki. Na kabla ya kuendelea, nianze kukujulisha vyakula unavyotakiwa kuepukana navyo. Vyakula unavyotakiwa kuepukana navyo kama umeanza kubadili lishe yako. Vyakula ambavyo unatakiwa kuepukana navyo nimeviweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza, unatakiwa kuepuka vyakula vya wanga vyote. Napozungumza vya wanga vyote, namaanisha vyakula vya nafaka, vyakula vya ngano. Hapa nazungumzia wali, nazungumzia ugali, nazungumzia tambi, nazungumzia mikate, nazungumzia chapati, nazungumzia mandazi. Kwa hiyo vyakula vyote unatakiwa kuachana navyo. Najua ni ngumu, lakini nitakupa njia za kuweza kuachana navyo. Na chakula na kundi la pili ya vyakula ambavyo unatakiwa kuachana navyo ni vyakula vya sukari. Vyakula vya sukari, matunda yote yenye sukari, soda, juisi freshi au juisi za kusindikwa viwandani, sukari ya kusindikwa viwandani, asali, vyote hivi unatakiwa kuachana navyo. Lakini aina ya tatu ya vyakula ambavyo unatakiwa kuachana navyo ni vyakula vya ni mafuta yatokanayo na mbegu. Hapa namaanisha mafuta ya alizeti, mafuta ya soya, mafuta ya pamba. Hayo yote unatakiwa kuachana nayo. Hivi ni makundi matatu ya vyakula ambavyo kwenye programu yetu hii ninakusii uachane navyo. Lakini vyakula sasa ambavyo unatakiwa kuvitumia, na hivi ukivitumia kama ninavyoelekeza, ndo tiba haswa. Aina ya kwanza ni vyakula vya protini. Unatakiwa kutumia vyakula vya protini kwa wingi uwezavyo, na hapa nazungumzia nyama haina yoyote, hata nyama nyekundu. Nazungumzia mayai, nazungumzia samaki, nazungumzia dagaa. Hivi vyote unatakiwa kutumia. Lakini aina nyingine ya chakula ambacho unatakiwa kutumia ni vyakula vya mafuta. Hapa namaanisha tena mafuta masafi. Niongeze hilo neno masafi, mafuta masafi. Hapa namaanisha mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, mafuta ya parachichi, mafuta yatokanayo na wanyama. Kwa mfano umenunua nyama yako,
usiweke mafuta mengine yoyote yale, tumia mafuta yaliyoko kwenye nyama hiyo, au unaweza ukatumia samli. Lakini pia kwenye samaki kuna mafuta ambayo yanaitwa omega 3, ni mazuri sana. Kwenye dagaa kuna mafuta, ni mazuri sana. Lakini pia kwenye mayai kuna mafuta, ni mazuri sana. Kwa hiyo ni aina ya vyakula ambavyo unatakiwa kutumia. Lakini aina nyingine ya vyakula ambavyo unatakiwa kutumia ni vyakula vyenye fibers, nyuzi, lakini pia na madini mbalimbali pamoja na vitamini mbalimbali. Hapa nazungumzia mboga za majani aina zote unatakiwa kuzitumia. Mboga za majani aina zote unatakiwa kuzitumia. Lakini kuna viungo tunavitumiaga kwenye chai. Kuna tangawizi unatakiwa kutumia, kuna mdarasini unatakiwa kutumia, kuna mchaichai unatakiwa kutumia. Lakini kuna nuts za kutafuna pia ambazo nashauri uweze pia ni miongoni mwa vyakula ambavyo unatakiwa kutumia. Nuts hizi ni kama korosho, kama karanga, kama almonds, mbegu za maboga, hii zote unatakiwa kutumia. Kwa hiyo kwenye hii video nimekueleza vyakula ambavyo unatakiwa kutumia, lakini pia nimekujulisha vyakula ambavyo unatakiwa kutumia. Hapa ndo utakuwa unabadilisha mtindo wako wa lishe. Tumezoea kutumia wali kama mlo mkuu, tumezoea kutumia ugali kama mlo mkuu, na tumezoea kutumia nyama, samaki, dagaa kama mboga. Lakini kwenye hii lishe protini ambayo ni nyama, ni samaki au mayai au dagaa, hizi ndo tunazifanya iwe mlo mkuu. Hizi ndo tunazifanya uwe mlo mkuu. Lakini mboga za majani mboga za majani unaweza ukaweka labda kachumbari, labda saladi, labda maziwa ya mtindi. Hizi ndo tunatumia kama mboga ama kama mlo msaidizi. Hope utakuwa umenielewa kwenye session ya kwanza. Kama utakuwa na swali, najua hapa maswali yako mengi, so generate maswali yako mengi, niko tayari kukujibu kuhakikisha unabadilika. Huu mfumo wa chakula niliyokueleza unaitwa ketogenic, na ketogenic lengo lake ni kukupeleka wewe, ni kufanya mwili wako uingie katika kitu kinaitwa ketosis. Na ketosis ni ile uwezo wa mwili kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Kwa hiyo una limit intake ya vyakula vya wanga, vyakula vya sukari, lakini unaongeza ndani mwako vyakula vya mafuta. Kwa hiyo unauchochea mwili kuingia katika ketosis. Mwili unaanza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, na mwili ukianza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati ambayo ni ketosis, ndo uponyaji unaanza hapo.